Sehemu ya 3. Mlango ulipogongwa mara ya pili, Ramla alisimama ghafla kutoka kwenye sofa. Aligeuka kumwangalia Anuari ambaye naye alionekana kuchanganyikiwa. Labda ni Sanaa hajapenda niachane na simu zake hivi karibuni, Ramla alisema kwa sauti isiyo na uhakika. Alielekea mlangoni na kufungua pole pole. Hali ilibadilika mara moja alipomwona mwanamke mrefu mweupe aliyevaa gauni lenye kung'aa akitabasamu mbele ya mlango. Alikuwa ni Neema, jirani yake aliyekuwa na sifa za kufuatilia maisha ya watu wengine. Ramla, pole kwa kukusumbua usiku, niliona taa zako zimewaka na nikafikiri kupita kukuona, alisema kwa tabasamu la uongo. Macho yake yakielekea moja kwa moja kwa Anuari aliyesimama sebuleni. Karibu Neema, ingia, Ramla alisema kwa unyonge akijaribu kuficha hali ya mvutano iliyokuwa imeanza kuibuka. Neema aliingia na kuanza kumtizama Anuari kwa udadisi wa wazi. Anuari, kijana wetu wa mtaani. Nimefurahi kukuona hapa, alisema huku akimtizama kwa macho ya kupepesa. Ramla alihisi hali isiyo ya kawaida. Neema, ungependa chai au kitu cha kunywa? Aliuliza akijaribu kubadilisha mada. Hapana asante, nilikuwa napita tu, alisema Neema huku macho yake yakibaki kwa Anuari. Nadhani nitakuja kukusalimu kesho, dada Ramla. Anuari, tunazidi kuwa marafiki wa karibu, sio? Alisema Neema huku akitoka, tabasamu lake likibaki likicheza usoni mwake. Ramla alifunga mlango na kusimama kwa sekunde chache kabla ya kumgeukia Anuari. Kwa nini nadhani huyu mwanamke hajaja kwa bahati tu? Aliuliza Ramla huku akimtizama Anuari moja kwa moja. Anuari alishusha pumzi na kusema, Neema anapenda kufuatilia mambo ya watu. Huwezi kumwacha apite bila kuuliza maswali au kujifanya anajua kila kitu. Wakati mazungumzo yao yakiendelea, hali kati yao ilianza kubadilika tena. Ramla alijikuta akimwangalia Anuari kwa macho yenye mvuto wa ajabu. Samahani kwa usumbufu wa usiku huu, dada Ramla. Nadhani napaswa kwenda sasa, alisema Anuari huku akinyanyuka. Hapana, kaa kwanza. Hujamaliza kuniambia ulitaka kusema nini kabla Neema hajafika, Ramla alisema huku akijaribu kudhibiti hisia zake. Anuari alikaa tena akimtizama Ramla kwa macho yaliokuwa na mchanganyiko wa heshima na hamu. Nilitaka tu kusema asante kwa kunisikiliza, si kila mtu anapata nafasi hiyo, alisema. Ramla alihisi pumzi yake ikiharakisha kidogo, lakini alijitahidi kujizuia. Hakuna shida Anuari, niko hapa kama unahitaji msaada wa mazungumzo au mengineyo, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye ushawishi. Anuari alishusha pumzi ndefu na kusema, kuna mambo kuhusu maisha yangu ambayo si kila mtu anajua. Naogopa kusema zaidi, lakini nahisi kuna watu wananifuatilia. Ramla alishtuka. Wananifuatilia? Kwa nini? Kuna tatizo gani Anuari? Anuari alitikisa kichwa. Ni hadithi ndefu dada Ramla, lakini kwa sasa tafadhali usijaribu kuwa karibu sana nami. Siwezi kuhakikisha usalama wako. Maneno hayo yalimchanganya Ramla. Alimtizama Anuari kwa macho ya maswali, lakini kabla hajazungumza, Anuari alisimama na kuelekea mlangoni. Lala salama dada Ramla, nitakuona kesho, alisema huku akitoka. Ramla alibaki amesimama sebuleni akiwa na hisia za kuchanganyikiwa na mshangao. Maneno ya Anuari yalianza kujenga hisia za hofu na mvuto kwa wakati mmoja. Je, ni siri gani Anuari anajaribu kuficha? Na kwa nini alionya Ramla kujiweka mbali naye?
Safari ya kufichua ukweli inaanza kujaa hatari na tamaa isiyozuilika.